Jeshi la polisi limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wakinzani wa sheria za usalama barabarani wanachukuliwa hatua, tena hatua kali dhidi ya yale ambayo watayafanya. Mfano, kwa yeyote ambaye atafika kwenye kituo chetu hiki cha basi, kwa dereva anayesafirisha abiria atapimwa kilevi kabla hajaruhusiwa kuendelea na safari yake. Lakini huko barabarani bado tumejipanga kuhakikisha kwamba askari wanakuwepo, kuhakikisha wanasimamia hiyo miendo ya hatari, overtaking za ovyo ovyo, lakini kile tunachosema kwamba kuwanyima wengine haki ya kutumia barabara. Mkumbuke ya kwamba barabara linapitisha si tu magari, si tu pikipiki, si tu daladala au bajaji, lakini hata mtembea kwa mguu anayo haki ya kutumia barabara. Kumbe basi tuone ya kwamba wote tuna haki ya kulitumia barabara letu kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa. Jeshi la polisi litaendelea kuwakamata wale wote watakao wakinzani wa sheria za nchi, kama navyosema, za makosa mbalimbali ya barabarani na hata mengine ya kijinai. Nitoe rai kupitia hilo, ndugu zangu mlio mbele yangu, lakini wanahabari na wananchi kwa ujumla, tushirikiane. Ni kipindi cha kushirikiana na jeshi lenu kuhakikisha haya yote ninayoyaelekeza yanasimamiwa kwa nguvu zetu zote, ili tuhakikishe kwamba tunaenda kuvuka salama mwaka wa 2025 na kuupokea mwaka wa 2026 tukiwa salama salimini. Yapo maeneo mbalimbali ya starehe ambapo wananchi hukusanyika, lakini wapo ambao wanaondoka majumbani kwao kwa ajili ya kuelekea eneo hilo. Niwape angalizo na kutoa rai kwao, mhalifu naye hutumia fursa hiyo. Tusiondoke wote nyumbani tukaacha majumba yetu yakiwa wazi kwa ajili ya kwenda kwenye sikukuu na sherehe mbalimbali. Tuwekeni ulinzi kama ilivyo ada, ulinzi shirikishi. Mshirikishe jirani yako, mshirikishe ndugu yako kwamba mimi naondoka kwenda mahala fulani, lakini nyumba yangu basi jaribu kuiangalia. Hiyo itatusaidia kwenda kwenye sherehe na kurudi na kukuta mali zetu zikiwa salama. Nitoe angalizo na rai, tusifanye hivyo. Tunajenga tabia ambayo sio salama kwa watoto wetu. Kwenye majumba ya starehe yanaweza yakatokea mambo ambayo sio rafiki kwa umri wake huyo mtoto. Hivyo basi ni vyema hata kama tunakwenda nao, basi tuwapeleke eneo ambalo linakubalika kwa umri wao, kuweza kufurahi, kuweza kuburudika, lakini si kwenda kuwachanganya kwenye mabaa, kwenye kumbi za starehe kama vile madisco na mambo kama hayo. Lakini kama tutaamua kuwapeleka watoto hao, nitoe angalizo wenye kumbi mbalimbali za watoto, tujiepuke kujaza kupita kiasi, maana napo ni hatari kwa maisha ya hao watoto wetu. Tuepuke lugha za kuchochea, za kuvunja amani, maana wote ni Wanasingida, wote ni Watanzania na lengo letu ni kuidumisha amani. Tuko barabarani kwa wingi. Kwa nini? Kutokana na matumizi ya barabara kuongezeka. Kama nilivyosema kwamba kipindi cha mwisho wa mwaka watu wanatoka kuelekea kusherehekea sikukuu na familia zao. Kwa hiyo matumizi ya barabara yanaongezeka, lakini barabara zetu zina remain the same. Kwa sisi lazima tutoke kwa wingi, tusimamie kuhakikisha watumiaji wote wa barabara wanafika wanakokwenda wakiwa salama. Ukaguzi ufanyike ikiwezekana kila siku, kwa sababu ndio unaoleta manufaa kwa hasa kwa wamiliki wa mabasi na abiria pia kwa ujumla, kwa sababu magari hayawezi kupata madhara wala abiria hawezi kupata madhara. Kwa ukaguzi uendelee, na pia ni umakini, wawe na amani, ili eneo letu ni salama. Hao wanaokuja usiku na wanaokuja mchana kuna amani, wanaosafirisha mizigo kuna amani. Pia upande wa bei, sisi tunafuata bei elekezi ya serikali, hakuna kuzidisha
bei kwa sababu ya kipindi hichi cha sikukuu. Hatuna utaratibu huo.